kama haya ambao Bwana umetufikisha na umetuongoza Baba wa mbinguni kuona kipindi kama hiki Jehova, ni kwa neema na rehema zako Bwana, sio kwa nguvu za mwanadamu, sio kwa nguvu zangu, sio kwa nguvu za yeyote yule, bali ni kwa neema na kibali chako Bwana. Inuliwa katika kila jambo, abudiwa kwa maana Mungu naweza. Baba, ninapoleta neno hili kwa watu wako Jehova, ambao Mungu wangu nitumie kama chombo, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama Bwana. Bariki neno lako na ukalitakaze, kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Petro wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa 12 mpaka 16. Maandiko nasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kingeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri kwenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muaji au mwivi au mtenda mabaya, au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Lakini ikiwa ni kwa sababu ni Mkristo, asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifundisha mateso ya Mkristo asubuhi ya leo, ili tupate kujua ni njia gani ambayo kama Mkristo, ama ni mateso gani ambayo inamkumba Mkristo wa leo ambaye anajiita Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati ninapoongea kuhusu mateso ya Mkristo, ninaongea na mtu ambaye kwa hakika amejitoa katika kazi ya Bwana, na mtu ambaye yuko tayari akaweze kuendelea na injili ya Bwana, akaweze kuendelea na kujenga mwili wa Kristo. Lakini wakati mwingine anapotazama mambo vile ilivyo, anakuta si vile aliambiwa akiingia, ama amekuta sio vile inamstahili vile aliambiwa ya kwamba ukiingia kwa Kristo mambo itakuwa mazuri, ama itakuwa hivi na hivi na hivi. Lakini akiangalia katika maisha yake, anaona hakika mimi sijatenda dhambi, ama hii itafanyika, ama mimi sikana kwamba kuna mahali nimeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini nikiangalia vile mambo ilivyo, naona nikana kwamba si vile niliambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nimekuja asubuhi ya leo tukaweze kuongeleshana, ili tujue vile tutaweza kuendelea na safari hii ya injili. Bwana Yesu apewe sifa. Ama kuendelea na safari hii ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimekuambia natumia muda mchache, nataka tu ni azime tu masikio yako ndio tukaweze kuelezana. Maandiko inasema vizuri ya kwamba, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kingeni kiwapatacho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nimekuja nikwambie, ijapokuwa umeangalia katika safari ya wokovu, ama umeangalia katika vile unaenda wewe na Kristo mkiwa wawili, kuna mambo ambayo haiendi sawa. Nimekuja nikwambie usiache kujitoa, kwa sababu unaona mambo iko vile ilivyo, kwa sababu jambo hili tunaambiwa ambalo linatukumba sio jambo ambalo ni geni katika maisha yetu, na sio jambo ambalo alikuwapata wale waliosimama na injili wakati ambapo hatukuwa, ama wakati ambapo hatukuwa tumezaliwa. Kuna watu waliosimama na injili hii lakini wakapata mateso. Kwa hivyo wakati unapopata mateso, si kana kwamba Bwana amekuacha, na si kana kwamba ameenda mbali na wewe, lakini ni kwa kuendelea na safari hii. Hata kama iko na mazito, tutaendelea nayo ikiwa hivyo, tukijua ya kwamba hata kama tunapatana na mateso, sababu kuu ya mteule kuokoka, aliokoka ili akauone ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile mambo inayokupata wakati unapomtumikia Bwana sio mambo mageni ambayo haikuwapata manabii kama Isaya, haikuwapata watu kama Paulo, haikuwapata yani wale waliotutangulia walikutana na mambo kama hiyo na bado wakaendelea, maana walijua safari yao haikuanza ili ikatike kwa haraka, haikuanza ili ikatishwe na matatizo ya dunia hii, bali safari yao ilianza ili wakauone ufalme wa mbingu.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndipo unapata kuna watu waliopata mateso. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu waliopitia mazito ili injili hii ikaweze kutufikia leo. Kwa hivyo yale yanayokupata sio mambo mangeni, na yale yanayopatana na wewe sio mambo yameanza leo, yalianza kitambo. Na kwa sababu hujaokoka ili safari yako ikatike, kwa sababu kuna rafiki amekukataa, kwa sababu kuna madeni yanayokufuata, kwa sababu kuna watu wamekukataa, haikuanza ili ikatike juu ya vitu kama hizo. Ilianza ili ukauone ufalme wa mbingu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndipo ukiokoka uliamua mambo yote hata yakikupata utasimama tu. Kwa sababu gani? Hii mambo inayotupata ilipata watu waliotutangulia. Bwana Yesu apewe sifa. Hata watu waliokuja wakanyakuliwa wakaenda mbinguni wakiwa wazima walipatana na mambo kama hii, na hawakukatisha tamaa. Sikana kwamba hawakukutana nayo, sikana kwamba kuna mambo ilifanyika mazuri kwao, bado walikuwa nakutana na mambo mazito na mambo magumu, lakini baadaye wakaona ufalme wa mbingu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hivyo kile kinachokupata leo usione ni kitu ambacho hakikuwapata wengine. Hata wale unaona wako hai, hata wale unaona watumishi wa Mungu ambao wako juu, walianza tu wakaanza hivyo umeanza, na wakawa wanakatishwa tamaa, wakawa wanapingwa vita, wakawa wanazuiliwa, lakini baadaye pale walipo wako na matunda ya kufurahia, kwa sababu walivumilia yale waliopitia katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo si mangeni mambo unayokutana nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni pesa hauna, hata hawa hawakuwa nazo, lakini baadaye wakapata. Kwa sababu gani? Walivumilia mateso. Maana Mkristo lazima apitishwe katika moto ili atengenezwe. Kipindi fulani itakapofika, usimame na utoe ushuhuda ulio hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mstari wa 13 unasema, lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inatuambia kwamba kama vile tunavyoshiriki mateso ya Mkristo, ama tunashiriki mateso ya Kristo, lazima tukafurahie, na tena tukafurahie kwa shangwe. Kwa sababu gani? Maana kuna kitu tumeahidiwa, kitu kizuri pale mwisho. Kuna mambo mazuri tumeahidiwa, na kitu cha kwanza na kile cha dhamana unaweza ukawa unakitarajia wakati uliokoka ni uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Uzima wa milele ndio unafaa ukautarajie kama mwokovu. Maana hizi vitu ambazo nakutana nazo, ninakwambia zisije zikakukatisha tamaa. Endelea na safari. Na ndipo tunaambiwa ya kwamba katika Petro wa kwanza 4:13 ya kwamba mtu wa Mungu, kama vile unashiriki mateso ya Kristo, enda ukafurahi, na ikiwezekana furahia kwa shangwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kama hautapitia katika matatizo hiyo, haitakupa nguvu za kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unapokuwa na maisha mazuri ya uendelee na maisha mazuri, siku fulani upatane na maisha mabaya, hapo ndipo unajiulizanga, mimi itawezekana kweli? Kwa sababu gani? Umeendelea na maisha mazuri, lakini kipindi fulani ukakutana na mambo mazito, ikawa ni kama inataka kukatisha tamaa. Kwa hivyo ambavyo unapitia mazito, wewe furahia ukijua ya kwamba unatengenezwa, kwa sababu ya mambo inaweza kuja pale mbele ili ukaweze kustahimili. Mtu atakayestahimili ni yule atakayevumilia mambo yale anayokutana nayo yakiwa mazito. Vile unavyokutana na mambo mazito inakupika, umewekwa katika nyungu, unaendelea na kupikwa, ili ukikutana na jambo zito kuliko hilo unalokutana nao uwe na nguvu za kustahimili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana kama hautapitishwa katika moto, hautakuwa dhahabu ambayo ni safi. Bwana Yesu apewe sifa. Dhahabu unaona inachimbwa chini, na inapochimbwa chini lazima iwekwe kwa moto, ichemshwe, ipikwe, iwekwe kwa moto mkali. Na hivyo ndivyo ninakwambia kwamba enda ukavumilie ile mambo unayokutana nayo. Enoko alikutana nayo, baadaye akaenda mbinguni, akanyakuliwa, akaenda. Watu kama Isaya walihubiri injili mpaka wakakatanishwa mara mbili. Sikana kwamba hilo jambo unakutana nalo ni geni. Kwa hivyo jitie moyo katika hiyo safari, na utaweza
kuona Mungu. 14 inasema nini? 14 inasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri kwenu, kwa kuwa roho wa utukufu na wa Mungu unawakalia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mkilaumiwa kwa sababu ya Kristo, yaani mkilaumiwa kwa sababu ya kumtumikia Mungu ni heri kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia yule mtu anakula raha za pale nje, anakula raha za dunia, huyo mtu unapatanga baadaye. Nilikuwa na ndugu fulani, ijapokuwa hakuwa anajuta kwa sababu ya mateso ya sijui kukunywa pombe ama nini ama magonjwa, lakini nilikutana naye na akanisomesha kitu. Akaniambia, mboni mimi ningejua kitambo singekuwa hapa nilipo, ningechanuka kitambo ili mimi nikaweze kuendelea na safari. Nami ninakuambia siku ya leo, afadhali hivyo wewe unapitia yale unayoyapitia, maana ni heri kwako. Siku moja ikifika, usijaribu kulia ama kumwanga machozi kwa sababu ya yale unayoyapitia. Jua wewe ni dhahabu ambayo inapitishwa katika moto, na kipindi fulani kikifika, wakati utakapokuwa unatoa ushuhuda, utatoa ushuhuda ulio hai. Ushuhuda utafufua mtu, ushuhuda ambao utautolea mtu akiwa chini ainuke, utautolea mtu akiwa amekata tamaa na yeye ainuke kwa sababu ya ushuhuda wako. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kuteswa kwa sababu ya Kristo ni heri kwako. Bwana Yesu apewe sifa. 15 inasema, 15 inasema, maana mtu wa kwenu asiteswe kama kwa muuaji, kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya, au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama umeokoka, usiteswe kwa sababu unaitwa muuaji, ama usiue ili uteswe, ama yani usiteswe kwa sababu ya kutenda mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Usiteswe kwa sababu ya kuongelelea wengine, usiteswe kwa sababu ya kuundaunda vikundi za chuki, usiteswe kwa sababu ya kutenda yale mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Ukiwa mlokole, mateso yako si kana kwamba unateswa kwa sababu ya kutenda mabaya. Unafaa uteswe. Kwa nini? Tutaambiwa na maandiko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mtu asiteswe. Mtu wa kwetu anaitwa mtu wa kwetu ni mtu ambaye tumeokoka na yeye, ama ni mtu aliye katika kanisa leo. Si mtu wa kwetu eti damu juu tumezaliwa na yeye, hapana. Mtu wa kwetu ni yule ambaye ameokoka. Asiteswe kwa sababu ni muuaji, asiteswe kwa sababu amejishughulisha na mambo ya watu, asiteswe kwa sababu ni mwivi, asiteswe kwa sababu ni msherati, asiteswe kwa mambo mabaya. 16 inasema nini? 16 inasema, lakini ikiwa kwa sababu ya Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa unateswa kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya kujenga hekalu la Bwana, haleluya, usije ukaona haya, usije ukaona aibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unateswa kwa sababu ya yule aliyekuumba. Unataka usimamishe kanisa lake, unataka usimamishe neno lake, unataka usimamishe mambo ya kwake. Naye ukisimamisha mambo ya kwake, usije ukaona haya. Usiteswe kwa sababu ya mambaya. Kusisemekane kule eti fulani amepatikana kwa kanyumba dogo, amepatikana kule kwa kona. Hapana. Isemekane umeonekana kila wakati ukiingia kwa kanisa, umeonekana kila wakati ukiomba kama Danieli. Unajua Danieli, nilikwambia alitafutiwa ishara ile atakayoshtakiwa nayo, ikatafutwa ikakosekana. Kwa hivyo alishtakiwa kwa sababu ya maombi yake kila mara, kila wakati.